KTN leo na Ahmed Darwesh. Kama huu papa hapa kwenye taarifa za KTN leo chaguo lako. Bila shaka basi tuna taarifa kadha wa kadha ambazo tumekuandalia na kukudokezea tu baadhi ya taarifa zetu kuu hii leo. Hatuungi mkono vyombo vya usalama vinapokiuka mipaka. Viongozi wa kidini walaani vikali kukamatwa kwa vijana kwa tuhuma za ugaidi katika msikiti wa Musa huko Mombasa. Mr. Speaker, sir, I support. Seneti yapitisha kamati ya kuchunguza pendekezo la kumuondoa mamlakani gavana Wambura na naibu wake. Vifo vinavyotokana na saratani huchangiwa na gharama kuu ya matibabu, utafiti waonyesha. Michezoni, klabu ya idara ya ushuru KRA yaahidi kuangaisha mababe wa msimu wa ligi. Naam, marhaba. Tuna taarifa zetu ambapo tunafuliza moja kwa moja kwenye ile taarifa inayofungamana na msikiti wa Musa mjini Mombasa. Mkutano katika msikiti wa Musa mjini Mombasa ulikuwa umekubaliwa kuendelea hadi adhuhuri siku ya Jumapili. Hayo ni kwa mujibu wa kamati ya viongozi katika msikiti wa jamii hapa jijini Nairobi, ambao wameshtumu polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi pale walipokuwa kabiliana vijana katika msikiti huo. Hata hivyo, wamewataka vijana kuwa watulivu na kufuata sheria wanapokuwa na malalamiko yoyote yale. Mashirima Kapombe anatufungulia taarifa zetu za KTN leo na taarifa hiyo. Viongozi wa dini ya Kiislamu wameendelea kutoa msimamo wao kuhusu ghasia katika msikiti wa Musa mjini Mombasa mnamo Jumapili. Na hii leo kamati ya viongozi katika msikiti wa Jamia walieleza kusikitishwa kwao na jinsi polisi walivyosambaratisha mkutano huo. Sehemu za ibada ni lazima ziheshimiwe. Kulingana na viongozi hawa, vyombo vya usalama vilikuwa vimetoa idhini ya mkutano huo kuendelea, lakini polisi wanapinga madai hayo. Matayarisho ya mkutano huo yalijulikana na vyombo vya serikali. Mkutano huo ulikubaliwa uendelee mpaka nusu ya siku, yani mchana adhuhuri. Police officers moved to the scene as early as 10 in the morning, just trying to talk to them to come out. They refused and they were armed. Viongozi hao aidha wamewataja polisi kama sababu kuu ya vijana kutumia nguvu na kuwa na misimamo mikali ya dini. Utumiaji wa nguvu basi hulea nguvu upande wa pili. Huu ndio msimamo wetu. Kwa hivyo nguvu ikabiliwe na sheria na wala isikabiliwe na nguvu. Na huku wakitoa wito kwa serikali kuwaachilia vijana na wanawake waliokamatwa na kufikishwa mahakamani hapo jana, wamesisitiza kuwa wazee, serikali na viongozi wa dini wanapaswa kujadiliana ili kukabiliana na lalama walizonazo vijana. Hatukubaliani na yeyote ambaye anatekeleza vitendo vya ugaidi au yeyote ambaye anatekeleza vitendo vya uvunjaji wa usalama. Hatumuungi mkono. Tunamwambia yeyote ambaye pengine ana malalamishi yapitie katika njia zinazofaa bila kuvunja sheria. Hatimaye, mkutano wa viongozi wa dini na washikadau kutafuta suluhu la masuala haya unatarajiwa kuandaliwa na kutangazwa kabla mwisho wa wiki hii. Mashirima Kapombe, KTN leo. Na mkono na hayo, bunge la Senate limekutana hii leo na kuunda jopo maalum la kumfanyia uchunguzi gavana wa Embu Martin Wambura kufuatia madai ya kufuja fedha za kaunti hiyo. Gavana huyo alifika mahakamani hapo jana kuzuia bunge la hilo la Senate kutumuondoa afisini baada ya wawakilishi wa kaunti yake kutangaza kumuondoa. Martin Wambura atakuwa gavana wa kwanza katika historia ya humu nchini kuondolewa afisini iwapo mpango huo utaendelea bila tatizo lolote, huku manaibu wa magavana kote nchini wakijitokeza kutaka sheria ifanyiwe marekebisho ili ieleze bayana mbinu inayotumika katika kuondoa afisini. Bunge la Seneti limeidhinisha kamati ya Seneti ya wanachama 11 watakaochunguza na kutoa mwelekeo kuhusu hatma ya gavana wa Embu Martin Wambura na naibu wake. Wawili hawa wanakabiliwa na pendekezo la kung'atuliwa mamlakani baada ya bunge la kaunti ya Embu kupitisha mswada wa kutokuwa na imani nao.
Kiongozi wa upande walio wengi katika bunge la Senate alitaja majina ya wanakamati watakaoanza uchunguzi kwa siku 10 zijazo. The Senate resolves to establish a special committee comprising of the following senators. The Speaker, I beg to second this motion. Haya yanajiri licha ya gavana wa Embu Martin Wambora kufika mahakamani hapo jana kupinga bunge la Seneti kumuondoa afisini. Hata hivyo bunge la Seneti lilipuuzilia mbali agizo hilo la mahakama likisema kuwa lazima mahakama hiyo itii jukumu la bunge. I fully support this committee that is of historical nature. I wish I was in the committee, but there are only 11. But we believe they are up to the task. Seneta wa Homa Bay Otieno Kajwang hata hivyo alitaka kujua hatima ya kaunti hiyo iwapo wawili hao wataondolewa afisini. I want to urge that as this committee sits and hears the evidence, they would not have any consideration for Embu, because this is not a matter for Embu, although the specimen comes from Embu. Huku mjadala huo ukiendelea, wenyeji wa kaunti ya Embu walifanya maandamano na kumuunga mkono spika wa bunge hilo pale fununu zilipoenea kuwa maafisa wa polisi wanamsaka. Katika mkutano mwingine mchana wa leo, manaibu magavana wamekosoa kung'atuliwa kutoka mamlakani wakisema katiba haijaeleza bayana zoezi hilo. Manaibu hao wameomba bunge la Seneti kutoidhinisha kuondolewa kwa naibu wa gavana akiwa pamoja na gavana wa eneo hilo Martin Wambora. Mohamed Mahmoud, KTN leo. Kwingineko, hatima ya kesi dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta itabainika hapo kesho baada ya kikao kuandaliwa katika mahakama hiyo. Rais Uhuru Kenyatta hatohudhuria kikao hicho na badala yake atawakilishwa na mawakili wake. Mojawapo masuala yatakayojadiliwa kwa kina katika kikao hicho cha hapo kesho ni ombi la Rais Uhuru Kenyatta la kutaka kesi dhidi yake kutupwa nje kutokana na ukosefu wa ushahidi. Bensouda aliomba mahakama kuahirisha kesi hii ili kumpa nafasi kufanya uchunguzi zaidi na kutaka mahakama pia kushurutisha Kenya kushirikiana naye. Tarehe 5 mwezi Februari mwaka 2014 ndio siku iliyokuwa imepangiwa kuanza kwa kesi dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta, lakini ratiba ikabadilika na sasa watakutana kwa mambo tofauti. Saa 6:30 saa za Kenya, majaji, mawakili na wahusika wote wataingia kwenye kikao kuhusu kesi dhidi ya Uhuru Kenyatta, kikao kitakachofanyika katika mahakama ya Trial Chamber 5B nchini Holanzi. Kikao ambacho kitaendelea hadi saa za jioni na ambacho kitaamua mbivu na mbichi kuhusu hatima ya kesi inayomkabili Uhuru Kenyatta. There's a considerable amount of experience over this side of the courtroom that's challenging this evidence, not because it's fanciful, because we do know what is good evidence and bad evidence. Katika mpangilio wa mambo yatakayojadiliwa hapo kesho ni kwamba kwanza mawakili wa Uhuru Kenyatta watatoa sababu zao za ni kwa nini wanataka kesi hii kutupwa nje. Ni ombi ambalo tayari limewasilishwa mbele ya majaji wa mahakama hii na kupokea pingamizi kali kutoka kwa afisi ya Fatu Bensouda, ambaye pia ameiomba mahakama kutupa nje ombi hili kwa kigezo kuwa ni mapema mno kwa uamuzi kama huo kutolewa. Bensouda pia atatoa maelezo yake kuhusu ombi hili mbele ya mahakama. In the context of this case, katika ajenda ya pili, afisi ya kiongozi wa mashtaka itapewa nafasi kutoa maelezo kuhusu hatua zilizopigwa katika uchunguzi kuhusu kesi hii. Katika ombi lake, Fatu Bensouda aliomba mahakama kusitisha kesi dhidi ya Uhuru Kenyatta ili kumpa nafasi ya kufanya uchunguzi zaidi, akisema hana ushahidi wa kutosha kuendelea na kesi. Ni kutokana na hili ambapo pia aliwasilisha ombi jipya la kutaka Kenya kushinikizwa kushirikiana nao, akidai uchunguzi wao umeathiriwa pakubwa na hatua ya Kenya kupuuza maombi yao. Ameeleza kuwa japo ana mashahidi walio tayari kutoa ushahidi, hakuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha watakayoyasema, na ndiposa anataka kesi hii iahirishwe hadi Kenya itakaposhirikiana nao. The prosecutor intervened following consultation with Kenyan leaders and agreement that impunity was not an option following the post-election violence.
Katika ajenda ya tatu, upande wa mawakili wa Uhuru Kenyatta na upande wa afisi ya kiongozi wa mashtaka utapewa nafasi kujadili ombi la Bensouda kutaka kuahirishwa kwa kesi hii. Ombi hili limepokea pingamizi kali, kwani Uhuru Kenyatta anahisi kwamba haki zake zinakiukwa na ukweli kucheleweshwa na hatua ya kuahirisha kesi mara kwa mara, na ndiposa wanamtaka Bensouda kutupa nje kesi hii iwapo hana ushahidi. Weighing an evaluation of all the evidence. Ni baada ya hapa ambapo majaji watatu wa mahakama hii watajadili yatakayowasilishwa na kisha kutoa uamuzi wao. Usisahau pia kwamba kesi hii itakuwa ikisikilizwa na jaji mpya Geoffrey Henderson ambaye alichukua nafasi ya Chile Eboe Osuji. Majaji wengine katika kesi hii ni Kuniko Ozaki na Robert Frema. Zubeida Kome, KTN leo. Hii leo Kenya imejiunga na ulimwengu katika kuadhimisha siku ya saratani ulimwenguni. Ugonjwa wa saratani umeendelea kuwa mojawapo wa magonjwa yanayoua wengi zaidi kote ulimwenguni. Kulingana na wadau wa huduma za matibabu humu nchini, asilimia kubwa ya visa vya saratani huweza vikatibika iwapo wengi watajitokeza kwa mapema ili kuweza kupokea matibabu. Hata hivyo, jambo ambalo limeibuka ni ule ukosefu wa fedha za matibabu kwa wengi na hata ukosefu wa madaktari. Hii hapa taarifa kamili na Agnes Penda. Wanaumia sana. Hakuna matibabu yake ya bure. Watu waone tu huruma kama wale wagonjwa wengine. Ni semi za baadhi tu ya wanaougua saratani nchini Kenya kule kukosa matumaini ya matibabu nchini. Hili lilikuwa moja ya masuala yaliyozungumziwa pakubwa katika sherehe za kuadhimisha siku ya saratani ulimwenguni. Imebainika kuwa ni wachache tu walio na uwezo wa kugharamia matibabu ya saratani. Many people in our country who cannot afford to go for regular checkups such as mammograms, pap smears and PSA tests. Wakenya 22,000 mwaka jana walifariki na ugonjwa wa saratani. Wengi wao ni waliokosa kufika mapema kwa matibabu, hasa kwa kushindwa na gharama. Changamoto ambayo wengi wamekumbana nayo kimatibabu pia ni ukosefu wa madaktari wa kutosha. Sasa Kenya ina wataalamu 15 tu wanaoshughulikia masuala ya saratani nchini kote. My ministry, in collaboration with partners in both public and private sector, is in the process of improving the cancer prevention and control infrastructure and increasing the number of cancer specialists, which is currently very low and concentrated in the cities. Kulingana na washikadau, visa vya saratani vyaweza kuzuiliwa iwapo Wakenya watafunzwa vyema kuhusu ugonjwa wa saratani, dalili zake, ili kujua jinsi ya kushughulikia mapema. Vile vile sekta za kibinafsi na za serikali kuungana pamoja ili kuwasaidia Wakenya kugharamikia matibabu. If you know that you have cancer, then you don't know what to do. It's even more tragic. Kauli mbiu ya sherehe hizo ilikuwa kuondoa dhana potofu kuhusu magonjwa ya saratani ili iwe rahisi kupiga hatua. Katika sherehe hizo pia ikabainika kwamba asilimia 40 ya visa vya saratani vyaweza zuiliwa iwapo vitabainika mapema. Agnes Penda, KTN leo. Naam, tukielekea mahakamani ni kwamba mahakama ya juu imefutilia mbali rufaa iliyowasilishwa mahakamani ikipinga kuchaguliwa kwa Hassan Ali Joho kama gavana wa Mombasa. Rufaa hiyo iliwasilishwa na mpinzani wa Joho, Suleiman Shahbal, aliyepinga uhalali wa kuchaguliwa kwa Joho kama gavana wa Mombasa. Kufutiliwa mbali kwa rufaa hiyo kuna maanisha kuwa rufaa inayosubiri kusikilizwa dhidi ya Joho na naibu wake Hazel Katana katika mahakama ya Malindi sasa pia imefutiliwa mbali. Baada ya ngoja muda mrefu, hatimaye mahakama ya juu imefutilia mbali rufaa iliyowasilishwa mahakamani na mpinzani wa gavana wa Mombasa Hassan Ali Joho, Suleiman Shahbal. Majaji watano wakiongozwa na naibu wa rais wa mahakama hiyo, Kalpana Rawal, walisema kuwa rufaa hiyo iliyowasilishwa na Suleiman Shahbal iliwasilishwa chini ya sheria isiyokubalika. Kufutilia mbali kwa rufaa hiyo kunamaanisha kuwa rufaa inayosubiri kusikizwa dhidi ya Joho na naibu wake Hazael Nyamoki katika mahakama ya Malindi sasa haitafanyika tena. Awali Shahbal alifika mahakamani na kukata rufaa ya kupinga kuchaguliwa kwa Joho kama gavana wa Mombasa.
Katika utetezi wake, Hassan Joho alieleza mahakama kwamba kulikuwa na mgongano wa kisheria katika sheria za uchaguzi za katiba. Joho alimlaumu Shahbal kwa kutumia mgongano huo wa kisheria na kuendeleza kesi ya kupinga ushindi wake. Mahakama hiyo ya juu ilisema kwamba katiba ndio sheria kuu na hivyo basi kumuidhisha Joho kama gavana alichaguliwa kwa njia halali. Joho na Shahbal wamekuwa na mivutano ya muda mrefu mahakamani, ikiwemo ile kesi inayopinga uhalali wa vyeti vya chuo kikuu vya Hassan Joho. Hussein Mohamed, KTN leo. Na tukitoka mahakamani tuelekee katika kaunti ya Machakos. Vita vya maneno baina ya seneta wa Machakos Johnson Muthama na gavana wake vinaonekana kuchukua mkondo mwingine kila uchao. Na hii leo, siku chache tu baada ya gavana Mutua kuzindua jumla magari 120 kwa lengo la kuimarisha usalama wa hali ya juu katika kaunti hiyo ya Machakos, seneta Muthama amerusha mkuki kwa kukashifu mradi huo, akisema kwamba magari hayo hayakununuliwa na kwamba yatakuwa ni mzigo mkubwa kwa wakazi wa kaunti ya Machakos. Francis Mtalaki na maelezo zaidi. Ikiwa ulidhania vita vya maneno baina ya seneta wa Machakos Johnson Muthama na gavana wa kaunti hiyo Alfred Mutua vimekwisha, basi umekosea. Siku chache tu baada ya gavana Mutua kuzindua magari 120 kuimarisha usalama katika kaunti hiyo, seneta Muthama amejitokeza kukosoa mpango huo, akisema kuwa magari hayo hayakununuliwa bali yanakodishwa kwa shilingi 70,000 kila mwezi, sala ambalo anaonya ni mzigo mkubwa kwa wakazi wa kaunti ya Machakos. There are no vehicles bought in Machakos. It is so exaggerated issues. The vehicles are rented and each is paid 70,000 shillings per month only to beat Muthama, only to silence Muthama and prove that Muthama is wrong with what he says. Lakini kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter na Facebook, gavana Mutua alitaja matamshi ya Muthama kama propaganda na yasiyo na msingi wowote, kando na kuongeza magari hayo yalikuwa ndani ya bajeti ya kaunti hiyo na kuwa utaratibu wote ulifuatwa katika kuyanunua magari hayo. Kwa kawaida unapokodisha gari, mteja utozwa kiasi kisichopungua shilingi 4,000 kila siku, hii ikiwa ni shilingi 120,000 kwa mwezi. Na ikiwa madai haya ni ya kweli, basi gavana Mutua anatumia shilingi 70,000 kila mwezi, hii ikiwa ni kiasi cha shilingi 2,333 kila siku. Lakini swali linaloibuka ni nani msema ukweli? Muthama hakuachia hapo. Alitumia fursa hiyo kuwasuta viongozi kutoka kaunti hiyo ambao wamekuwa mstari wa mbele kumkashifu kwa kile wanachodai amekuwa kizingiti kikuu katika miradi ya maendeleo. Senator Muthama here is an oversight authority in Machakos County to be allowed to provide oversight and say, hey guys, here you are going wrong, you are not doing it right, do it this way. If they are out to serve Kenyans, they will listen to my complaints. Alikuwa akiongea haya katika hafla ya kuwafadhili wanafunzi 24 kutoka kaunti hiyo ambao walifanya vyema katika mtihani wa darasa la 8 lakini wanakabiliwa na changamoto za kukosa karo. Francis Mtalaki, KTN leo, Nairobi. Na bila shaka wapiganapo fahali zumiazo ni nyasi. Mtazamaji, basi tunaenda mapumzikoni. Tukaporudi tutakuwa na taarifa nyinginezo kwenye taarifa zetu za KTN leo, na kusihi usiende mbali. Marhaba. Karibu tena basi kwenye awamu ya pili ya taarifa zetu za KTN leo. Chemchemi za maji humu nchini sharti zitunzwe, ndio kauli iliyotolewa hii leo katika kongamano la kimataifa linalofanyika hapa Nairobi juu ya uhifadhi wa mazingira. Kwenye kongamano hilo lililohutubiwa na balozi wa Marekani humu nchini Robert Godek, msitu wa Embobut uliopo katika kaunti ya Elgeyo Marakwet umetajwa kuwa mojawapo ya misitu mikuu muhimu humu nchini ambayo Wakenya hawana budi kuitetea katika kuhifadhiwa kwake. Ni kongamano la siku mbili linalofanyika wakati msitu wa Embobut upo katikati ya malumbano baina ya serikali na walowezi waliofidiwa mwaka uliopita kuhama msitu huo. Mwenyekiti wa shirika la kuhifadhi chemchemi za maji Kenya Water Towers, Daktari Isaac Kalua, akitoa takwimu za kuleta taswira kamili jinsi wa Kenya wanachangia uharibifu wa misitu. Each household uses 10 kilograms of firewood per day, and the 10 kilograms is equivalent to a 3-year-old tree
This means that the country of Kenya depletes 5.6 million trees on a daily basis. Household pollution causes somewhere around 15,000 premature Kenyan deaths every year, as Julie mentioned. Again, a shocking statistic, and it is women and children who suffer the most. Kongamano hili lilifahamishwa kwamba matumizi ya kuni kwa njia ya holela na hatari inawagharimu wa Kenya uhai. We are losing 15,000 people as stated here because of indoor pollution. Hivyo basi suala la walowezi kuendelea kuishi katika msitu wa Embobut au msitu wote ule halipasi kuwepo. We have issues in Embobut, we have issues in Boni Hills, we have issues in various parts of the country. If we are losing trees, we are losing water because of not planting and protecting our water towers. We are losing lives. And there we are, then what are we going to leave for posterity? Moving and transitioning from the traditional means of cooking to using more efficient and cleaner cook stoves and fuels would be one such way of addressing some of the challenges in that forest today. More than 80% of these clean cook stoves that you are seeing here today have got significant investment in this country because of this carbon credit. Katika hafla hii ambayo tumeshuhudia uzinduzi wa jiko ambalo linahifadhi nishati au matumizi madogo ya makaa, vilevile kumeshuhudiwa swala ambalo limeibuka kwamba chemchemi za maji kote nchini lazima zitunzwe kama vile katika msitu wa Embobut. Swala hilo limezungumziwa kwa undani kabisa katika hafla hii. Hivyo basi walowezi wanaotumia msitu huo kama makazi yao wamepewa onyo kwamba shati watii mazingira. Jina langu ni Franco Tieno wa KTN Leo, Nairobi. Naam, kwa mashabiki wa michezo sasa ni zamu yenu. Timu ya KRA ilitamba katika daraja la kwanza mwaka uliopita na hivyo basi kutoa ubingwa bila kushindwa mechi yoyote. Baada ya matokeo hayo, timu hii ilijinyakulia nafasi na kwa mara ya kwanza watashiriki katika ligi kuu, huku mkufunzi wao mkuu akiwa na matumaini ya kusajili matokeo mazuri mwaka huu. Moses Wakhisi na taarifa zaidi. Baada ya timu ya KRA kukumbwa na hayawi ya kutaka kupandishwa daraja kwenye ligi kuu ya kandanda humu nchini kwa miaka kadhaa, hatimaye baada ya kufanisi katika michuano ya daraja la kwanza msimu uliopita, timu hii ilijinyakulia nafasi ya kubaragaza kandanda na timu zilizoimarika humu nchini. Chukua ball nyingine. Chini ya mkufunzi wao Ken Kenyatta, timu hii imekuwa na ari ya kujiunga na ligi kuu na wachezaji wake wako imara na tayari kuwapa vigogo wa ligi tumbo joto. This is a league that we have looked for it for so many years that we cannot take it for a right. We have to take it seriously. Nia yao kuu ikiwa ni kuimarisha kikosi chao mwakani. Timu hii imesajili wachezaji wapya ikiwemo Emeka Joseph kutoka timu ya Muhoroni, Milton Milomo na Claston Mwaresa, wawili hao kutoka KCB. Emmanuel Obina pamoja na Ivo Nanguyo aliyechezea Gor Mahia kwa muda pia wanajiunga na timu hii ya watoza ushuru. Anguyo alikosa kubobea katika timu ya Gor Mahia lakini anapania kutamba msimu huu. Working towards regaining what I've lost, what I've not been playing for a while, but I think with time I'll be getting more play time. Joseph Mulume ambaye alisaidia safu ya mashambulizi kwa kuifungia mabao mengi zaidi timu ya KRA msimu jana katika daraja la kwanza, anatarajiwa kuimarika zaidi msimu huu pale wana KRA watakapokuwa akitaka kunyakua alama 3 kila baada ya mechi. Kwa kila game tutakuwa tunachukua kwa finali. The issue of that we are underdogs, let them forget. We are not underdogs. Huenda wachezaji wapya katika timu hii wakaangaziwa zaidi kuhakiki KRA inazidi kuimarika. Kwa mara ya kwanza timu ya KRA itakuwa ikishiriki kwenye ligi kuu ya kandanda humu nchini. Wachezaji hawa aidha wana ari ya kutaka kutua ubingwa huu, lakini mbivu na mbichi itabainika pale ligi kuu itakapong'oa nanga Februari tarehe 15. Moses Wahisi, KTN Michezo. Michuano ya bara ya volleyball ambayo pia itakuwa ni michuano ya kuamua timu zitakazofuzu kwenye mashindano ya dunia kule Poland itaanza siku Alhamisi katika uwanja wa Kasarani. Kenya itakuwa kwenye mstari wa mbele kufuzu kwenye mashindano hayo na itapata upinzani kutoka kwa Cape Verde, Misri, Botswana na Zambia kwenye kundi la U.
Kocha Gideon Chenje alitaja kikosi kinachopeperusha bendera ya Kenya kuanzia siku ya Alhamisi. Daniel Kipto na nahodha Elisha Aliwa watakuwa mstari wa mbele kwenye mashambulizi, ilhali Saul Wafula, Wesley Rono, Sila Makiso watakuwa kwenye safu ya kati. Dennis Mokua, Cornelius Kiplagat, Michael Chemos, Bernard Musumba, James Ontere, Philip Maiyo na John Ndungu pia wamejumuishwa kwenye kikosi hicho. Na hatimaye shirikisho la raga humu nchini limepewa jukumu la kuwa mwenyeji wa mashindano bara Afrika ya wanawake. Kikosi cha shirikisho hilo kinachoongozwa na mwenyekiti Richard Muthe kilitangazwa hii leo kuwa mashindano hayo ambayo yatahusisha timu 8 zitakazochezwa huko Machakos. Tarehe ya mashindano hayo haijatolewa. Morocco ilikuwa imepewa maombi ya kuwa mwenyeji, lakini Kenya ilipatikana kuwa na vifaa vya kuwezesha kuwa mwenyeji wa mashindano hayo. Timu 8 kutoka bara Afrika zitashiriki na timu hizo ni wenyeji Kenya, Senegal, Uganda, Zimbabwe, Madagascar na Namibia. Na mtazamaji, muda umenipa kisogo nami sina budi kutamatisha taarifa za KTN leo kwa hivi sasa. Umekuwa nami Ahmed Darwesh nikisema shukran sana kwa muda wako. Kesho pia ni siku.